duniani, na kwa bahati mbaya wengi wao wamekufa wakiwa wapagani. Lakini kwa miaka hii Mungu amenilinda mpaka kufika hapa. Sio kwamba niliishi maisha ya kutamanika, hapana. Ilikuwa kupanda na kushuka, na zaidi kushuka ilikuwa mingi kimaisha. Lakini Mungu amenifikisha leo, namshukuru Mungu. Kwa hiyo ninakuwa na shukurani kubwa kuona Mungu amenilinda toka nimezaliwa mpaka leo. Niko na miaka 60 nikiwa mwenye afya. Sina ulemavu mwilini. Haleluya. Maandiko yananiambia hivi kwamba watakuwa watu wasiokuwa na shukrani, wasioshukuru wako duniani. Ila kumshukuru Mungu au wazazi hakuna. Wapo tu. Lakini sitaki hiyo maandiko niangukie. Lazima nimshukuru Mungu, ni lazima kumshukuru Mungu. Nyuma tu hapa, sitaenda mbali. Miaka hiyo ya ujana nimepitia vifo, ajali, nimegongwa na gari Afrika Kusini. Wewe usikie tu, ni Mungu. Unapigwa, watu ambao wanajua ni minibus South Afrika Kusini. Ikikuwa kwenye spiti kikugonga, huwezi kulamka. Imenigonga, imenipiga. Badala kuanguka mbele ya gari, ni moja tu ndo natoa usikie kisi Mungu amenilinda, ameniokoa kwa mauti. Badala kuanguka mbele, na nikiangukia mbele lazima itakufieka tu. Lakini nimegongwa na gari, nimejikuta nimechukuliwa hewani, nikaenda kuwekwa pembeni, nasimama sianguki. Haleluya. Amen. Usione wengine tunangangana ndani ya Yesu. Ndugu yangu, kuna mambo Mungu amewekeza ndani yetu, ulinzi, ukingo wa ajabu. Leo niko mzima hapa, lakini pale ilikuwa nife, ningezikwa, alafu mke wangu angebaki mjane, Stefano na kaka yake Kongoa wangebaki mayatima. Kwa hiyo hata yeye anapaswa kumshukuru Mungu kuona amemwona baba yake. Right after you, Dad. Hallelujah. God bless you, God. Coming right after you. Amen. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa hiyo. Amen. Nitaongozwa na Bwana usiku kutwa na mchana. Yesu rafiki wa kweli. Haleluya, ninakumbuka Kalvari. Jina la Bwana nalibarikiwe. Amen. Jina la Bwana nalibarikiwe. Amen. Nao moyo furaha sana kukuwa hapa siku ya leo. Amen. Si kwa mapenzi yangu, si kwa mapenzi ya mume wangu, si kwa mapenzi ya mtoto wangu Pascal pale, lakini ni kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Maana tulipoiandaa safari haikuwa rahisi. Niende, niache. Lakini sababu ni Mungu, nilijikutana tu na kwa ndege. Amen. Sababu ni Mungu, nimekusanyika na nyie kwa siku ya leo. Amen. Na kwa hiyo mtanisaidia tumchapie Mungu wetu makofi. Praise the name of the living God. Sifa kwa Bwana Mungu aliye hai. Praise the name of Jesus. Sifa kwa Yesu. I want to thank God for his faithfulness. Ninataka kumshukuru Mungu kwa uaminifu wake. And I want to thank God for this brother in Christ. Nataka kumshukuru Mungu kwa huyu mpendwa katika Kristo. I thank God for saving my dad before he started a family. Ninamshukuru Mungu kumwokoa baba yangu kabla hajaanza kuwa na familia. Because the man I am today, mwanaume ambaye niko naye hapa, is because of what God had imparted in this man. Ni kwa sababu ya yale Mungu aliwekeza ndani ya huyu binadamu. He raised me well. Amenilea vizuri. Na vitu hivi with two things. Kwa mambo mawili. Biblia, neno la Mungu, Biblia na mkanda. Sentire. Yeah. Amen.
My dad raised me with a belt. Ameniinua kwa kafimbo. And a Bible. Na Biblia. Yes, he instructed me in the way of the Lord. Ameniongoza katika njia ya Bwana. I was stubborn at first. Nilikuwa mtukutu mbele. But now I see the value in the lessons that he taught me. Lakini sasa ninaona umuhimu au value, thamani ya wokovu. Yes, I really appreciate everything God has done through my dad in my life. Kweli nashukuru Mungu kwa yote ambayo Mungu amefanya ndani ya baba yangu kwa ajili ya maisha yangu. And in front of everybody, na kwa mbele ya watu wote hapa, I want to apologize to you. Ninataka kukuomba msamaha for any time that I wronged you. Wakati wote nilikosea baba. I love you. Nakupenda. I look up to you. Na nakutazamia. And when I have kids, na nitakapokuwa na watoto, I'll raise them the same way that you raised me. Nitawalea jinsi ulivyonilea. Amen.